Asifiwe kanisa la Mungu. Karibu katika kipindi chetu kujifunza neno la Mungu katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Huduma ya Mlima Moria Ministry ni huduma iliyopo mtaa wa Maili Sita, Moshi, Kilimanjaro. Ni huduma iliyopo chini ya mtumishi wa Mungu Gideon Mwamkwe. Karibu sana katika huduma hii ya maombi na maombezi, kwani wako wengi waliofunguliwa, wako wengi ambao wamemwona Mungu mahali hapa. Mtu wa Mungu, nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu wa mahali hapa anayemtumia kwa viwango vikuu na viwango vya juu zaidi na zaidi. Nimshukuru Mungu pia kwa ajili yako, kwa ajili ya uzima Mungu aliyokupa na amani aliyokupa hata kuweza kujumuika tena pamoja. Karibu tukajifunze neno la Mungu siku ya leo katika kipindi hichi cha maombi na maombezi. Karibu mtu wa Mungu, kaa katika hali ya utulivu, shika Biblia yako, shika diary yako kwa ajili ya kujifunza neno. Neno letu la leo, kichwa cha somo kinasema kwamba kuliingia lango la mafanikio. Kuliingia lango la mafanikio. Kuliingia lango la mafanikio. Watu wengi sana wameweza kufika katika mlango wa mafanikio, lakini wameshindwa kuingia katika lango la mafanikio. Wameshindwa kuingia katika lango hili la mafanikio kwa sababu wameshindwa kujua siri ya kuweza kuwaingiza katika mlango huu wa mafanikio au katika mlango huu wa baraka. Watu wengi wameona kwamba juhudi zao au bidii zao zinaweza zikawafikisha katika mlango wa mafanikio, lakini juhudi zao na bidii zao zimeshindwa kuwaingiza katika mlango wa mafanikio. Hivyo siku ya leo kupitia ujumbe huu utaenda kujua namna ya kuweza kuingia katika mlango wa mafanikio, katika mlango wa baraka. Kwa sababu umejitahidi kufanya juhudi nyingi, umefanya bidii nyingi, lakini umeishia katika mlango, umeshindwa kuingia kukutana na baraka zako, umeshindwa kuingia kukutana na mafanikio unayoyatafuta, kwa sababu umejua ya kwamba juhudi zako zingekufikisha kwenye mafanikio. Lakini siku ya leo nataka nikwambie mtu wa Mungu, ni neema ya Mungu ndio inaingiza watu kwenye mafanikio. Ni upendo wa Mungu ndio utakao kuingiza kwenye mafanikio. Kwa hiyo yamkini ulipofika umeona kwamba unahitaji kufika sehemu fulani, unahitaji kufika level fulani, unahitaji kumiliki kitu fulani, lakini umeshindwa kukimiliki. Ni ishara ya kwamba umefika kwenye mlango wa mafanikio, lakini umeshindwa kuingia. Umekutana na vizuizi katika mlango ule, umekutana na mikwamo mbalimbali. Maana ni kwamba umefika katika mlango wa kukutana na baraka zako, wa kukutana na mafanikio, lakini umekosa nguvu ya kukuingiza au umeshindwa kuingia kwenye yale mafanikio. Iko nguvu ambayo inakupinga, iko vitu ambavyo unakutana navyo katika ulimwengu wa mwili ambavyo vilianzia katika ulimwengu wa roho. Hivyo kupitia neno letu la leo, mtu wa Mungu, utajifunza kwamba hauwezi kufanikiwa kwa juhudi zako mwenyewe, hauwezi kufanikiwa kwa bidii zako mwenyewe. Unahitaji neema ya Mungu ili ukutane na mafanikio halisi. Unahitaji neema ya Mungu ili ukutane na baraka halisi za Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba baraka ya Mungu hutajirisha wala hachanganyi huzuni nayo. Yamkini umekuwa na mafanikio yenye huzuni, umekuwa na pesa ambazo zina huzuni, umefika sehemu unataka kuvuka kwenda sehemu nyingine, lakini umekutana na mipaka mbalimbali. Siku ya leo Bwana atakutoa na kukuingiza katika mafanikio yako. Bwana atakutoa na kukuingiza katika baraka ambazo ulikuwa ukizitafuta muda mrefu, na kukuingiza katika sehemu ambayo ulikuwa ukiitafuta muda mrefu. Tukasome neno la Mungu katika kitabu cha Biblia kwenye Mambo ya Nyakati wa Kwanza 4 mstari ule wa 9 na wa 10. Tufungue pamoja Mambo ya Nyakati wa Kwanza 4 mstari wa 9 na wa 10. Tutaenda kuona mtu mmoja ambaye alifika kwenye mlango wa mafanikio, lakini alishindwa kuingia kwenye yale mafanikio ya kweli au kwenye zile baraka ambazo alikuwa anazitarajia. Kwa hiyo alikuwa anaona ni kama amefikia mafanikio, lakini alishindwa kuyamiliki. Alikuwa anaona ni kama amefikia baraka, lakini alikuwa anashindwa kuzimiliki. Alikuwa hajaingia katika ule mlango wa mafanikio, lakini alimuomba Mungu na Mungu akaweza kumuingiza katika mlango wa mafanikio. Mtu huyu anaitwa Yabesi, na hili tutamsoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 4 mstari wa 9 na wa 10. Tukasome pamoja. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 4 mstari wa 9 na wa 10. Maandiko yanasema, naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamuita jina lake Yabesi, akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli,
akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona mambo kadha wa kadha katika mistari miwili ambayo yataenda kututoa siku ya leo. Utaona kwamba kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Yabezi, ambaye alikuwa ana heshima kuliko ndugu zake. Yabezi alikuwa ni mtu mwenye heshima katika familia aliyotoka. Alikuwa ni mtu ambaye ana mafanikio fulani katika ule ukoo wake au familia yake kuliko ndugu zake. Lakini utaona pia kwamba Yabezi lilikuwa ni zao la uchungu, lilikuwa ni zao la huzuni. Maandiko yanasema mama yake alimuita Yabezi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Kwa hiyo katika maisha ya Yabezi jina lilikuwa linampinga. Jina lilikuwa linampinga kukutana na baraka zake. Jina lilikuwa linampinga kukutana na mafanikio yake. Kama hivi leo wewe, jina ambalo uliwarithi kwa babu zako, jina ambalo ulilopewa, linakupinga kuwa mtu fulani, linakupinga kumiliki baraka fulani. Yamkini iko nguvu ambayo inazuia kwamba mtu huyu hataki kufika labda chuo, hataki kupata mali hizi, kutokana na kwamba jina alilorithi ni jina la babu yake au ni jina la bibi yake, ambaye bibi yake pia alikuwa ni maskini, alifanya kazi hizi. Kwa hiyo Yabezi alikuwa ni uzao wa uchungu, uzao wa huzuni. Jina lilimpinga. Utaona katika mstari wa 10 anasema, lakini Yabezi akamlingana Mungu wa Israeli. Yabezi alijua ni sehemu gani pa kwenda kumlingana Mungu. Alijua ni wapi atakapoweza kupata msaada. Yabezi alipoishi katika maisha ambayo hakuyapenda, maisha ambayo hayakumfanikisha yeye kweli kweli, aligundua msaada pekee anaweza kuupata kwa Mungu. Yabezi hakukimbilia kwa wanadamu kwanza, bali alienda kutafuta msaada kwa Mungu wa Israeli. Hivyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, pia msaada utakaokuingiza kuingiza kwenye mafanikio ni kutoka kwa Mungu wa Israeli, ni kutoka kwa Mungu aliye juu. Kwa hiyo Yabezi alikuwa na heshima katika ndugu zake. Alikuwa ni mtu ambaye ikitokea shida kwenye familia wanamwangalia Yabezi. Ikitokea kuna changamoto fulani, labda wanahitaji pesa, watamwona Yabezi kwamba kaka, nimerudishwa ada, au dada, kuna mgonjwa, tunataka utusaidie pesa. Na Yabezi alikuwa na namna ya kutokuwasaidia ndugu zake hata kama alikuwa alikuwa anatafuta njia, hata anakopa anawasaidia ndugu zake. Lakini moyoni alikuwa anaumia. Anasema, laiti wangejua ndugu zangu mahali ninapopita. Lakini ndugu zake walikuwa walioni hilo. Pengine ndugu zake walikuwa wakimwona Yabezi wanampigia saluti. Wanasema, tunaye mtu katika familia ambaye Mungu amembariki. Tunaye mtu yupo mjini. Tunaye mtu yupo Dar es Salaam. Ingawa sisi sote tupo hapa kijijini, lakini tuna dada yetu yupo mjini, amepata mafanikio, amepata baraka. Lakini Yabezi kule mjini, maisha anayoishi ni yeye mwenyewe anayojua. Pengine amekaa kwa jirani yake au ameomba tu mahali kusitiriwa, anapitia mambo magumu. Lakini ndugu zake wanamuona amefanikiwa, ndugu zake wanamuona amefika mahali fulani. Wanasema, afadhali yeye ana nyumba, afadhali yeye anaishi mjini, afadhali yeye amesoma, amefika chuo kikuu, afadhali yeye ana biashara fulani. Lakini Yabezi katika biashara zake aligundua kwamba kuna sehemu anataka kwenda zaidi. Aligundua kwamba kuna mikwamo anayokutana nayo. Aligundua kwamba kuna uchungu ambao alikuwa anakutana nao binafsi, ambao hawezi kuwaelezea ndugu zake, ambao hawezi kuwaelezea wale wanaomtegemea. Huku ndugu zake wakimwona wanasema, tunaye kaka anaweza kutusaidia, tunaye dada anaweza kutusaidia. Na shida yoyote ukikutana nayo wanamwangalia Yabezi. Na Yabezi hawezi kuambia hana, atatafuta hata mahali akakope aweze kuwasaidia. Kwa hiyo ndugu zake walijiona kwamba wako salama, wana mtu ambaye anaweza kuwasaidia. Kwa hiyo wakikutana na changamoto wanajua Yabezi atatusaidia. Awe pesa anazo au hana, ndugu zake walijua kwamba Yabezi anazo, utatafuta pesa utaleta. Lakini Yabezi alikuwa na maisha ambayo anaona kwamba yamkini ni kweli ndugu zangu wanaona kwamba nimefanikiwa, lakini mafanikio ninayoyaona sio mafanikio ninayoyahitaji, sio baraka za kweli kweli. Kwa hiyo Yabezi alifika mahali katika maisha yake akachoka. Katika maisha yake akaona kwamba msaada wake ni Mungu peke yake. Turudie ule mstari wa 10, utaona anavyosema kwamba katika ule mstari wa 10 utaona Yabezi anasema, huyo Yabezi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli,
utaona maombi ya Yabezi anaanza na lau. Yani anaanza na lau. Lau ni neno ambalo linaleta hisia, neno ambalo linaonyesha kwamba Yabezi amechoka na hali alionayo, amechoka na maisha aliyopitia, amechoka na sehemu anapopita. Ingawa ndugu zake wanamuona ni mwenye heshima, ingawa ndugu zake wanamuona ni mbarikiwa, lakini yeye mwenyewe anaona kwamba kuna sehemu anahitaji kufika zaidi. Ndugu zangu wanavyoniona sivyo nilivyo. Yamkini ana nyumba moja na wanamuita ni baba mwenye nyumba, lakini Yabezi anaona anahitaji kupanuliwa zaidi, nahitaji kumiliki kitu fulani, nahitaji kumiliki na gari, lakini ndugu zake wanamuona kwamba ameshafanikiwa. Siku moja Yabezi alichoka, akasema kwamba lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Kwa hiyo Yabezi aligundua kwamba baraka kweli alikuwa nazo, lakini sio kweli kweli. Akagundua kwamba ni kumlingana Mungu wa Israeli. Anaanza sala yake na lau. Lau. Hivyo mtu wa Mungu, nataka nikwambie, mkini hata kuna maisha unapitia, kuna hali ya uchungu rohoni mwako, hauwezi kueleza ndugu zako, hauwezi kueleza marafiki, nao wanakuona kwamba wewe umebarikiwa, umefika sehemu fulani, lakini siku ya leo utaenda kumwambia Mungu lau. Unaona, Yabezi alisema kwamba lau ungenibarikia kweli kweli. Yani kwa maana nyingine, yani Bwana ungenibarikia kweli kweli, au laiti Bwana ungenibarikia kweli kweli. Ni kweli ndugu zangu wananiona nimebarikiwa, lakini baraka hizi sio zote kunihusu mimi. Bado kuna baraka zaidi ninazihitaji, bado kuna sehemu zaidi nahitaji kufika, bado kuna mafanikio zaidi nahitaji kuyamiliki. Ni kweli ndugu zangu wananiona nina biashara, lakini biashara yangu inazaa mapooza. Wananiona na mifugo, lakini katika mifugo yangu kuna mipaka fulani. Sijawahi kufuga nikafika mifugo 1000. Sijawahi kufanya biashara nikapata zaidi ya 1,000,000. Lakini ndugu zangu wananitegemea, wakikutana na changamoto, pengine ni baba ni mama, saa nyingine hata wamegombana, wanakuja kumfuata Yabezi, wanamletea hoja zao, wanamletea mambo yao, wanamwambia Yabezi, tusaidie jambo fulani, tunahitaji kiasi fulani cha fedha. Yabezi hata saa nyingine migogoro ya familia alikuwa anapelekewa yeye. Baba anamletea Yabezi manunguniko kwamba ongea na mama yako, maana mama yako 1 2 3. Mama naye anakutana na Yabezi, anamwambia ongea na baba yako, nimeshamchoka. Lakini huko Yabezi naye anayakwake ndani yanayomuumiza, anayakwake ndani ambayo yanampitisha mahali pagumu, lakini hawezi kuambia wazazi wake, hawezi kuambia wadogo zake. Siku moja akainuka na hoja mbele za Mungu akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Watu wa Mungu, turudie ule mstari wa 10 kwa kumalizia. Huyo Yabezi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Yabezi akagundua kwamba kuna mipaka anayokutana nayo. Anasema, lau ungenitanulia mipaka yangu, lau kwamba Bwana ungenizidishia hozi yangu. Yabezi aliomba kuzidishiwa hozi, kutanuliwa mipaka. Yamkini ni hozi ya kielimu. Kuna mahali fulani umefika kwenye elimu yako, umegundua kwamba kuna nguvu inakuzuia. Lau kwamba ungenizidishia hozi yangu katika ndoa. Kwenye ndoa yako umehitaji watoto wa kiume, umekosa, unagundua kuna nguvu fulani inakuzuia. Japokuwa ndugu zako wanakuona wewe ndio umebarikiwa, afadhali wewe umeoa, afadhali wewe una watoto, lakini kuna sehemu unahitaji kufika. Kwa hiyo Yabezi aligundua iko mipaka mingi katika maisha yake. Akamwomba Mungu amzidishie hozi yake, amtanulie mipaka yake, mipaka ya kihuduma. Yamkini katika huduma yako una mipaka fulani. Ni kweli wewe ni mchungaji, unahubiri na watu wanasema kweli mtumishi, umetufundisha neno limenigusa. Lakini kuna jambo unapambana nalo. Kuna sehemu unapita, unagundua kwamba haya sio yote kunihusu mimi. Bado kuna sehemu unahitaji kwenda zaidi. Siku ya leo utamwambia Bwana, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kuizidisha hozi yangu. Kwa hiyo Yabezi aliomba kutanuliwa mipaka. Ni kwenye ndoa yako, lau kwamba Bwana angeitanua mipaka yako siku ya leo. Kwenye biashara yako, lau kwamba Bwana angeitanua uchumi wako siku ya leo. Kwenye kazi yako, kuna cheo ambacho unaona kabisa unastahili kukimiliki. Kuna cheo ambacho unaona kabisa ni halali yako, unastahili kuwa katika cheo kile, lakini ndugu zako wanakuona kwamba katika cheo ulicho nacho tayari umebarikiwa. Kwa hiyo unakutana na upinzani.
lakini Yabezi alimwomba Bwana akisema kwamba lau kwamba Bwana ungeizidisha uzi yangu, ungenitanulia mipaka yangu, mipaka ya kiuchumi, mipaka ya ndoa, mipaka ya kazi. Ni maombi yangu siku ya leo, Bwana akutanulie mipaka yako. Yabezi alitanuliwa mipaka yake kwenye kila alilolifanya. Tunaona Mungu alimjalia yale ambayo aliyoyaomba. Kwa hiyo mtu wa Mungu, siku ya leo utainuka na kusema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kuizidisha uzi yangu na kuitanua mipaka yangu, mtumishi wangu asiwe na matumaini ya uongo, wazazi wangu wasiwe na matumaini ya uongo. Ni kweli wananiona nimebarikiwa, lakini hizi sio zote kunihusu mimi. Kuna baraka ambazo ninazihitaji zaidi, kuna mafanikio ambayo ninahitaji zaidi. Kaka zangu wasiwe na matumaini ya uongo, rafiki zangu wasiwe na matumaini ya uongo, wadogo zangu wasiwe na matumaini ya uongo. Lau Bwana kama ungenibarikia kweli kweli. Utaona pia Yabezi anamwomba Mungu, anasema kwamba na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Yabezi alipeleka maisha yake mbele za Mungu, alitamani mkono wa Bwana uwe pamoja naye. Na mkono wako ungekuwa pamoja nami ukiniongoza, na mkono wako ungekuwa pamoja nami ukinilinda. Yabezi aligundua ya kwamba kutanuliwa mipaka bila ulinzi wa Mungu litakuwa ni jambo la hatari. Hivyo alihitaji mkono wa Mungu, alihitaji mkono wa Mungu muongoze, alihitaji mkono wa Mungu umlinde, alihitaji mkono wa Mungu umlinde na watesi na maadui, alihitaji mkono wa Mungu umlinde na uovu. Unaona maandiko yanasema kwamba nawe ungenilinda na uovu. Utagundua Yabezi kuna jambo alikuwa anapitia, au kuna jambo ambalo alikuwa anapambana nalo. Kuna uovu ambao ulikuwa unamshikilia Yabezi. Alikuwa yamkini ni mtu aliyeokoka na anamtafuta Mungu kama ulivyo, lakini kuna uovu ambao ulikuwa unafuatilia maisha yake. Kuna uovu ambao ulikuwa bado unaandamana na Yabezi. Anamwambia Bwana, lau ungenilinda na uovu, lau ungenilinda na jambo fulani, na mkono wako ulikuwa pamoja nami na kunilinda na uovu ambao ninapitia, na kunilinda na dhambi ambayo imekuwa ikiniandama muda mrefu, ili isiwe kwa huzuni yangu. Yabezi aligundua maisha yake ya huzuni Mungu anaweza kuyabadilisha. Alimwendea Mungu kwa imani. Neno hili linatufundisha kwamba ukimwendea Mungu kwa imani, yupo tayari kubadilisha maisha yako. Pale chini maandiko yanasema naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Manake Yabezi alibadilishiwa jina lile la huzuni, alibadilishiwa zao lile la uchungu, akapewa zao la heshima. Kila alichokifanya Yabezi kilianza kufanikiwa. Mipaka ile aliweza kuivuka na kuingia katika zile baraka za kweli kweli, na kuingia katika ile mafanikio ya kweli, mafanikio ambayo ndugu zake walipokuwa wanahitaji msaada aliweza kuwasaidia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama wewe ni Yabezi, kama kuna uchungu unaopitia, jamii haijui, ndugu zako hawajui unapopitia, ni wakati wako wa kusimama sasa na kumpazia Mungu sauti na kumwambia, lau Bwana ungenibarikia kweli kweli. Anza kuomba mtu wa Mungu, mpazie Mungu sauti. Lau Bwana angekuzidishia uzi yako, lau Bwana angezidisha biashara yako, lau Bwana angezidisha kazi yako, mpazie Mungu sauti mtu wa Mungu. Unajua ni wapi unapopitia, unajua ni wapi ambapo unakutana na mikwamo katika maisha yako. Wengine ni elimu, wamefika sehemu fulani, wamemaliza form 4, wamemaliza chuo, unashindwa kwenda mbele. Ingawa ndugu zako wanakushukuru kwamba hongera umemaliza chuo, hongera umemaliza form 4, lakini umekutana na mikwamo mbalimbali. Mpazie Mungu sauti mtu wa Mungu, mwambie, lau Bwana ungenibarikia kweli kweli. Yani Bwana ungenibarikia kweli kweli siku ya leo na kuizidisha uzi yangu. Muendee Mungu kwa imani mtu wa Mungu, muite kwa mahali ulipokwama. Lau Bwana angebadilisha maisha yako, lau Bwana angekuzidishia heshima na kibali chako ili sio kwa huzuni yako. Lau Bwana angezidisha biashara zako, lau Bwana angezidisha mifugo yako. Ukifuga umefika sehemu fulani umeshindwa kuvuka, ni maombi yangu siku ya leo, Bwana badilishe maisha yako, Bwana badilishe heshima yako, Bwana badilishe kibali chako, ili wanaokuzunguka wasiwe na matumaini ya uongo. Bwana kubadilishe kiuchumi, Bwana kubadilishe kihuduma. Mtumishi wako asiwe na matumaini ya uongo, mchungaji wako asiwe na matumaini ya uongo, wazazi wako asiwe na matumaini ya uongo. Bwana akuingize katika mlango wa baraka, Bwana akuingize katika baraka za kweli ambazo hazitakuwa na huzuni, baraka zenye ulinzi wa Mungu, baraka zenye mafanikio na kicheko, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kumwita Mungu, naye atakusaidia, naye atakujalia hayo unayemwomba. Kama alivyomjalia Yabezi, nawe anaenda kukuvusha.
nawe anaenda kukuingiza katika mlango wa baraka na mafanikio. Endelea kumuita Mungu, mtoa Mungu.